Haleluya, watumishi wa Mungu. Huo mwili ulionao ni wa Kristo. Huo mwili ni wa Mungu. Kwa sababu Mungu amekuamini, Mungu amekuweka wewe kuwa wakili. Mungu amekupa kusimamia tu. Mungu amekupa tu kuangalia, lakini huo mwili sio kwako wewe. Huo mwili sio wa kwako, ni mwili wa Mungu. Bwana sifa sana. Na ndio maana mtu yoyote yule ambaye akiokoka inakuwa hairuhusiwi kwake yeye kusumbuliwa na magonjwa. Inakuwa hairuhusiwi kwake yeye kusumbuliwa na mapepo. Tuko pamoja? Kwa sababu gani? Huo mwili unakuwa sio kwake. Na Mungu kama Mungu hawezi akakaa ndani ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kwa Mungu. Hebu kama tuko pamoja nipungie mkono wangu namna hii. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi akakaa kwenye mwili wenye udhaifu. Na ndio maana mchana leo nimesema hivi, kama wewe ni mgonjwa utakwenda kupona, kwa sababu Mungu atakwenda kuingia ndani ya mwili wako. Na Mungu akiingia kwenye mwili wako, anatoa kila aina ya udhaifu. Anatoa kila aina ya mambo ambayo sio mazuri. Anatoa kila aina ya uchafu, anakusafisha, anakuacha ukiwa msafi. Kwa sababu mwili wako unakuwa ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye anaamua nini afanye juu ya mwili wako. Kwa mfano, hii kanisa si la kuna watumishi wa Mungu, si ndio? Si la kwenu? Yesu ndio amenifanyia usafi. Kwa nini amenifanyia usafi? Kwa sababu hamtaki niwe mchafu, si ndio? Kadhalika na Mungu naye. Na kwa nini mlifanyia? Kwa sababu tunajua Jumapili tutaabudu, tutakaa kanisani. Tukikaa kanisani tunataka tukae kwenye kanisa ambalo ni safi. Kwa hiyo na Mungu naye akiingia ndani yako anakufanyia usafi. Anakutolea kila aina ya chochote kile ambacho kinaweza kikaleta hali ya uchafu ndani yako. Kama ni magonjwa anatoa, kama ni mapepo anatoa, kama ni nguvu za giza anatoa. Anahakikisha unakuwa msafi kwa ajili ya matumizi yake yeye mwenyewe. Kama vile ambavyo mmelifanya usafi kanisa hili, ndivyo ambavyo Mungu anafanya usafi kwa mtu ambaye anakuwa amepata nafasi ya kuingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana Mungu akiingia ndani yako anakufanyia usafi. Anakutolea kila aina ya takataka. Anakutolea kila aina ya mambo ambayo yanaweza kusababisha kulichafua hekalu lake. Bwana asifiwe sana. Tunafahamu habari ya Yesu. Yesu alipoenda Yerusalemu, alipofika Yerusalemu akawakuta watu wanafanya biashara katika hekalu la Bwana. Bwana asifiwe sana. Alipofika pale akakasirika. Alipokasirika akawafukuza. Sio kuwafukuza tu kwa kawaida. Aliwafukuza kwa hasira. Akawatoa nje hekalu. Kwa sababu gani? Hekalu la Mungu sio sehemu ya biashara. Hekalu la Mungu sio sehemu ya kufanyia mambo mengine ambayo yapo kinyume na mapenzi ya Mungu. Na sasa hivi baada ya Yesu kuja na kufa msalabani, hekalu la Mungu likawa sio nyumba tena. Hekalu la Mungu likawa ni mwili wa mwanadamu. Mwili wako wewe, hata kama ni mzee, hata kama ni mtoto, hata kama ni kijana, mwili wako wewe ni hekalu la Mungu. Ina maana Yesu anachukia kuona hekalu lake limechafuliwa. Hekalu lake likichafuliwa kwa dhambi, Yesu anajisikia vibaya. Hekalu lake likichafuliwa kwa uongo, Yesu anajisikia vibaya. Hekalu lake likichafuliwa kwa uzinzi, Yesu anajisikia vibaya. Hekalu lake ukilipeleka kwa waganga, Yesu anajisikia vibaya. Hekalu lake ukilikalisha kanisani, ukilikalisha nyumbani lisije kanisani, Yesu anajisikia vibaya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu anataka aingie ndani yako, akae ndani yako. Na anasema katika kitabu cha Ufunuo, niko mlangoni nabisha, si ndio? Yeyote yule ambaye atasikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani, nitafanya makao naye, si ndio? Nitakula pamoja naye, nitaketi pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye umepata hiyo neema ya kumjua Kristo, uko mahali hapa, tambua ya kwamba mwili wako wewe ni hekalu la Mungu. Na ndio maana mwanadamu hauruhusiwi kutumia mwili wako kinyume na matumizi ambayo Mungu amekutengenezea. Kwa mfano,
Naomba unisaidie chupa ya maji mtumishi wa Mungu. Naomba nielewe vizuri hapa. Asante. Hii ni chupa, si ndio? Tuko pamoja teule. Tuko pamoja kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunaiona wote. Hii ni chupa. Ndani ya hii chupa kuna nini? Maji. Maji. Kuna maji, si ndio? Na kazi ya hii chupa ni nini? Kuhifadhia maji. Sawa. Lakini kazi maalum ya hii chupa, kazi yake ni kuhifadhia maji ama kimiminika baridi. Kwa sababu hizi ni chupa, si ndio? Tumesema kazi yake ni kuhifadhia maji. Haya, ichukue alafu iweke maji ya moto. Si ni maji? Kwani maji ya moto sio maji? Inafanya nini tukiweka maji ya moto? Inayeyuka. Kwa hiyo chupa kazi yake ni kuhifadhia maji ama kimiminika cha baridi. Wewe nyumbani kwako una beseni. Lile beseni la plastiki ukilichukua na maji yake ukaenda kuweka juu ya mkaa ukachemsha, litaungua, utalitumia kinyume na matumizi. Mwili wako wewe Mungu ameutengeneza kwa matumizi maalum. Mungu anataka aingie ndani yako, akae, atulie. Kwa hiyo mwili wako ukitumia kinyume na matumizi, ni kama hii chupa ya maji kuwekea maji ya moto, itayeyuka. Bwana asifiwe sana. Na sababu kubwa ya watu wengi wanakufa mapema, wanazeeka kabla ya umri wao, wanafanya mambo chini ya viwango, ni kwa sababu wanatumia miili yao vibaya, kinyume na utaratibu, kinyume na matumizi. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Unapotumia mwili wako kinyume na utaratibu, mtumishi wa Mungu, unaopunguzia uwezo wa kuishi, survivality yake, yani kile kiwango cha kuishi kinakuwa ni kidogo sana. Na inaweza iko mfano hii chupa tukao tunaiwekea maji ya baridi tunaweza kuweka mwaka wa kwanza, tuweka mwaka wa pili, tuweka mwaka wa tatu, mwaka wa 4, lakini bado inaendelea kuwepo, si ndio? Lakini sasa hivi ni mpya. Tukiwekea hii chupa maji ya moto, sasa hivi inayeyuka, inaharibika, inakuwa ina matumizi tena. Kwa hiyo ndivyo hivyo kwa mwanadamu. Mungu kuna jambo ambalo amekutengeneza mwanadamu maalum kwa ajili ya kazi yake. Mungu amemtengeneza mwanadamu maalum kwa ajili ya yeye kukaa ndani yake. Mwanadamu akikaliwa na magonjwa, na ndio maana anakufa. Unasikia leo amekufa kwa pressure, sababu gani? Mungu hakuwa ndani yake, ila ni pressure ndio ilikuwa ndani yake, kwa hiyo ilimuua. Si unaelewana eh? Kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake hawezi kuua. Unasikia yule alikuwa na magonjwa sijui ukimwi na nini akafa. Sasa alitumika kinyume na matumizi. Haya, yule alikuwa kule kote rusha hapo tafuta sana bangi. Sijui kama kubangi wana huku bangi zipo. Zipo bangi? Zipo nyingi? Unavuta eh? Safi. Huku na nyinyi mnavuta bangi kama Arusha. Nyinyi huko ndani ya mti. Amen. Bwana asifiwe sana. Kula Arusha jema na uvuta sana bangi. Lakini sisi tunamshukuru Mungu ametuokoa, sio vuta bangi. Kama nyinyi hapa Mungu ameokoa, sio vuta bangi. Amen. Amen. Kwa hiyo mtu anapokuwa anavuta bangi, ule uwezo wake wa akili kwanza kufikiria unakuwa ni mdogo. Akili zake zinakuwa hazifanyi kazi vizuri. Anaweza akakutana na kopo akaruka au akapiga hatua kubwa, akahisi ni bonge la kopo kubwa, kumbe ni kakopo kadogo. Akakutana na kisiki akaruka, akajua labda ni kisiki kikubwa, anakutana tu na kamfereji kamechimbwa, anarudi nyuma, anajiandaa, anaruka. Kwa sababu gani? Ndio akili yake imemtuma vile, na akili yake kaishaharibiwa kwa sababu anautumia mwili wake kinyume na matumizi. Ukiutumia mwili wako kama jinsi ambavyo Mungu anataka, utaishi maisha marefu. Bwana asifiwe sana. Kama Daudi ambapo anasema kwamba sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo makuu ya nani? Ya Bwana. Lakini huwezi ukasimulia matendo makubwa ya Mungu kama Mungu asipokaa ndani yako. Kwa sababu sisi Mungu ametupa neema ya sisi kuwa hekalu lake. Hakika matendo makubwa ya Mungu lazima tutasimulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni wakili wa huo mwili ulio nao. Huo mwili sio wa kwako. Huo mwili ni wa Mungu.
Mungu amekupa, anahitaji utumie vizuri. Mungu amekupa, anahitaji utumie kwa matumizi yake. Na ukishauweka ule mwili uko position kwa Mungu, ukaweka kwa Mungu vizuri, ninakwambia utakapokuwa na magonjwa, ukienda kwa Mungu, Mungu anasema kweli, uli mwanangu, ugonjwa mimi sichangamani na ugonjwa nautoa pembeni. Bwana asifiwe sana. Ushuhuda wa kwangu binafsi. Bwana asifiwe sana. Mimi sinaniona hapa. Sinaniona vizuri, si ndio? Mbona mitikia kuishi au nishuke chini? Mbona nitelemke hapa yakini? Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku msitikie ni huku sasa. Huku amepoa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wote Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mnaniona mimi? Nilipozaliwa mimi bwana, nimezaliwa kwa ajabu, lakini sio kama Yesu. Nilipozaliwa mimi kwanza sikuzaliwa hospitali. Wangapi wamezaliwa hospitalini? Wachache, lakini wengi wamezaliwa hospitali. Mimi sijazaliwa hospitali. Na sijui, lakini toka nilipojielewa, nilipofikisha miaka, yani mimi toka nimejifahamu na nilipofuatiliaga habari zangu mimi nilipokuwa mtoto, nikaambiwa wewe kuja kupeleka hospitali tofauti na kuchoma zile chanjo za hapa. Ni mama, yani tena niko mtoto, lakini nilipofika, yani sijawahi kwenda hospitali, yani sijawahi kwenda hospitali mimi naumwa. Sijawahi kwenda hospitali naumwa. Labda kwenda kusaidia wagonjwa na kuombea watu wanahitaji. Lakini hiyo ni kwa nini? Kwa sababu nilimwambia Bwana, wewe unataka ukae ndani yangu. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Amen. Mungu anapoingia ndani yako anakukinga dhidi ya magonjwa. Mungu anapoingia ndani yako anakukinga dhidi ya nguvu zote za giza. Mungu anapoingia ndani yako, kama subiri tunajifunza hapa Sunday school, fadhili zake na neema zake zinakuwa ni nyingi, zinakufuata kila uendako, anakuwa pamoja na wewe, anakutunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni vizuri kukaa katika hali ile ambayo tunampa Mungu miili yetu. Tunamwambia Bwana, tumia mwili. Mwili sio kwangu, mwili ni wa kwako. Utaishi maisha marefu. Bwana asifiwe sana. Hebu kubali kuwa wakili wa Mungu kupitia mwili wako. Kwa sababu yamkini unaweza kuwa upo hapa kanisani, lakini una mashaka. Yaani kuna upo kanisani una mashaka, upo kanisani una mashaka. Hayo mashaka nakwambia mchana leo ondoa mashaka hayo. Na umwamini huyo Mungu ambaye mnamwabudu mahali hapo, kwa sababu ni Mungu wa kweli wa kuabudiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Unatakiwa ufike kanisani umwamini Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye ana nguvu zote. Ana uwezo wote. Ukiwa na shida mwendee, mwambie. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda napokuwa nasemea wakili amnielewi, lakini ngoja nionyeshe sama andiko. Mzee akasema mtumishi hajatusomea hata andiko hata moja. Ngoja niwasomee andiko hapa ili kusudi ujue kwamba wewe ni wakili wa huo mwili wako. Ujue kwamba wewe ni wakili wa huo mwili wako.